tukitubu kwa jalia. Ramadhani fadhali, kwa sifa umejaliwa, nyoyo ziwe tayari, tukitubu kwa jalia. Ewe Mola wa rehema, tupe nguvu ya kufunga, tuepushe na nakama, na ututoe kwenye kiza. Ewe Mola wa rehema, tupe nguvu ya kufunga, tuepushe na nakama, na ututoe kwenye kiza. Mwisho wetu we salama, peponi kutuongoza. Ramadhani ya heshima, sote inatufunza. Mwisho wetu we salama, peponi kutuongoza. Ramadhani ya heshima, sote inatufunza. Twakuomba Subhana, tupe mwisho mwema. Twakuomba Subhana, tupe mwingi neema. Ramadhani fadhali, kwa sifa umejaliwa, nyoyo ziwe tayari, tukitubu kwa jalia. Ramadhani fadhali, kwa sifa umejaliwa, nyoyo ziwe tayari, tukitubu kwa jalia. Ufunge kwa itikadi, si kwa njaa na kiu, tuache yaro haramu na fitina kati yetu. Ramadhani imefika, ni mlango wa rehema, nafsi zimetahidhika, tuyatende yalo mema. tufunge kwa ibada, tutesema kwa watu. Uni mwezi wa baraka, tusafishe nafsi zetu. Tufunge kwa ibada, tuseme vyema na watu. Uni mwezi wa baraka, tusafishe nafsi zetu. Ramadhani fadhali, kwa sifa umejaliwa, nyoyo ziwe tayari, tukitubu kwa jalia. Ramadhani fadhali, kwa sifa umejaliwa, nyoyo ziwe tayari, tukitubu kwa jalia. Jamani, wanaitwa Marashi ya Imani ambao ni majirani zetu Ijumaa ya leo kupitia Jamvini ya 92.1 Crown FM kwenye kipindi chako bora kabisa cha jirani. Leo ni Ijumaa tarehe 27 mwezi wa pili 2026. Sisi Ijumaa yetu huwa ni Ijumaa ya burudani na huwa tuna burudani tofauti kulingana na siku husika. Tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo tunaendana na kile ambacho kipo kwa muda huu, na ndio maana tukawakaribisha hapa Marashi ya Iman waje watuimbie nyimbo nzuri, tupige nao story, tuweze kuwajua zaidi kama ndo kwanza kwa mara ya kwanza unawasikia siku ya leo. Jamani, karibuni sana kwenye majirani zetu. Asante sana. Majirani wanatamani kuwajua Marashi ya Imani ni kina nani na mnafanya nini na mko wapi. Mmoja anaweza akaanza kuelezea, mwingine akapokea maelezo, basi tukapata kile ambacho tunataka kukijua. Kwa majina kwanza naitwa Omari. Kundi letu si lipo TikTok. Manzese. Sema maiki yake iko mbali ume. Maiki yake iko mbali. Hapo si sawa. Hapo sawa. Kundi letu si lipo Manzese TikTok. Ndio makao makuu. Okay. Tunahusika na kufanya kasda. Mwingine ataelezea shehe wangu pale. Sawa. Elezea. Marashi Imani sisi ni taasisi yetu kwamba ni waimbaji wa kasida, pia kusaidia pia watu yatima. Tuna malengo hayo yani kwa baadaye. Sababu hatuna wadhamini, unaona, kwa hiyo tunazidi kutafuta wadhamini. Okay. Kusaidia watu yatima na walemavu pia licha ya kasida.
Nyinyi mlikutana wapi mpaka mkaamua kutengeneza huu umoja wa Marashi ya Imani ambao tunauona hapa siku ya leo? Mimi nilifikiria hilo jambo la kuanzisha grupu ambao ni kweli. Wewe sasa ndo mwanzilishi. Na ndo kiongozi. Ndo kiongozi. Okay. Nikasema natafute wenzangu, tushauriane tunafanyaje ili tuanzishe kundi letu. Kweli wakanipokea, wakasema bwana tulianzisha hili kundi. Lakini hiyo lengo la kusaidia watu yatima, tusaidie pia walemavu na pia tuimbe kaswida kufikisha ujumbe yani. Kwa ndo hivyo. Na mmekuwa mkitoa kaswida ambazo mnaziweka huko kwenye platform za muziki na mnauza kile ambacho mnakifanya, unini hasa ambacho mnakifanya? Sisi hatujafikia hivyo bado. Ndio kwanza chipkizi tumeanza yani. Sasa hivi tuna kasida kama 3 hivi tusaziachia tayari YouTube. TikTok pia ipo. Kwa Marashi ya Imani zinapatikana. Okay. Na hizo 3 zimeachiwa lini? Ilikuwa ni mwaka gani ambao mmeachia ya kwanza, ya pili pamoja na ya 3? Zote tumeachia mwaka huu. Na hii tunazungumzia ni Februari, kwa hiyo bado kabisa nyinyi ni wapya. Okay. Na jumla idadi yenu mko wangapi? Ni kama hivi ambavyo tunawaona hapa studio, mko wa 5 ama kuna wengine ambao wapo? Wengine wapo. Ila kutoka na emergency ya usafiri ndio maana amechelewa. Mkawakilisha. Kwa kundi kabisa yani kwa umoja wenu mko wangapi? Waimbaji tuko 6. Okay. Na bwana pale ni anapiga tu kinanda. Mpigaji kinanda huyo. Kuna mwingine pale ni kameramani. Okay. Sawa. Na mbali na malengo ya kusaidia watoto yatima na kufanya kasida kuweza kutoa ujumbe kwa jamii, lengo lenu lingine la kuanzisha Marashi ya Imani ni nini hasa? Lengo kubwa tujitangaze katika yani tuende familia kila sehemu yani. Marashi ya Imani nani yani? Ndio malengo yetu makubwa. Tupate na riziki. Wazo kemba bure lazima upate kidogo riziki kidogo hiji. Sasa ili kupata riziki manake lazima muwe mmejipanga kwa ajili ya kuingia kazini na kuwa wabunifu zaidi. Tutegemee nini cha tofauti kutoka kwa Marashi ya Imani ili itakapotokea mtu labda ana shughuli ama kuna namna ambavyo mnataka kwenda basi aweze kuwatambua kwamba nikifikiria jambo fulani kuna Marashi ya Imani wako pale? Sisi tuna vitu vingi. Bashafu tunaimba za harusi. Kasida za kawaida hizi tunaimba. Kwa hiyo wakituhitaji tunapatikana. Okay. Sawa, tumeisikia hii ya kwanza ilikuwa inaitwaje ile? Hii ni Ramadhani. Sawa. Mimi natamani kusikia nyingine tena. Au unasema Juma? Ndio. Tuisikie tena live hapa. Tena nyingine live. Yes. Na chombo kinanda kiko hapa, mpiga kinanda yupo, imbaji mpo. Kwa nini basi tusienjoy kwa hiki ambacho tuko nacho hapa studio? Asante Ngoni Barbershop anasema leo jirani inapendeza kwa kaswida nzuri, mashallah majirani. Jonas Lukoma yuko Manzese Darajani anasema nimeipenda hii, tuko live. Gift P Mushi mashallah leo jirani kaandika hivyo, basi endelea kuenjoy. Faustin Family anasema tuko pamoja, lakini Mula Lipwata natamani siku muongelee kero ya matajiri mitaani. Barabara za mitaa zimegeuka parking za magari hadi tunakosa upenyo wa kupita. Inashangaza sana maana mwanzo wa kuonekana kabisa. Hili nalo neno hili tena zito. Hili Mula Lipwata hili tunalo tunalifanyia kazi kwa sababu hata mimi nao linanikera. Yana kutaka njia kako hivi. Mtu kaenda kapaki naye gari yake pale. Watu wapite wapi? Bajaji yani hawana habari. Bora angekuwa nawahi kuamka mapema akaliondoa watu wakapata nafasi ya kupita. Na mwingine saa 4. Na mwingine saa nyingine yuko kwenye mizunguko yake kila siku. Analipaki pale anaenda kwenye mizunguko yake, hajali kapakije pale barabarani. Hapo site mila inapokuanyuliwa. Tutaongelea ili tutalipangia siku yake tuje tuliongee kwa urefu kabisa. Sawa, twende tukasikilize nyingine. Nyingine ambayo tunaweza tukuisikiliza inaitwaje? Kiama. Haya, twenzetu. Hivyo sikia Kiama tu nikaanza kwa mdogo. Nasema haya. Wenye dhambi tujuane. Wakati mnajiandaa kuicheza Kiama, tuambie kuhusiana na Azam basi. Wakati wanajipaka sasa habari za dhambi tunachanganyikiwa. Ndio mmekuja kukumbushwa tena. So mnashindana njaa. Tumshaambiwa Ramadhani sasa hizi kuna Kiama. Kwa kweli.
Kwenye sinema zetu ni msimu wa 16 ambao ni BSS. Kwa hiyo vipaji mbalimbali, hakuna ambacho kipaji kitaachwa. Kwa hiyo kama unajijua ni kijana, una nafasi, una uwezo wa kuimba, kucheza sarakasi, kufanya maigizo, yani chochote kile ambacho ni kipaji unahisi wewe unacho ndani yako. Jamani, wakazi wa Dodoma, tunakutana tarehe 28 Februari, yani mpaka tarehe 1 Machi pale pale Royal Village Hotel. Hakuna kipaji ambacho kitaachwa. Unajua kucheza, kuimba, kuigiza, njoo, nafasi ndio hii hapa. Na vile vile ndani ya sinema zetu tamthilia Kombolela bado inaendelea kufanya vizuri, lakini kuna tamthilia ya Noma pamoja na Zora ambazo pia na zenyewe zinaendelea. Lakini mbali na hapo, kwenye michezo usikose NBC Premier League, CRDB Confederation Cup, La Liga, Serie A, Bundesliga na Saudi Pro League zinazidi kupamba moto kwa kishindo zaidi. Michuano yote hii inaruka moja kwa moja katika channel za Azam Sports. Bila kusahau dabi ya Kariakoo ni Yanga dhidi ya Simba, Amani Stadium Zanzibar, Jumapili ya tarehe 1. Nani kuibuka mshindi? Hawa ni watani wa jadi. Na tunafahamu kwamba mechi ya Simba na Yanga huwa ni mechi fulani ambayo ina watu wengi sana. Watu watatoka Dar es Salaam, watatoka mikoa mbalimbali kwenda kuiangalia na kushabikia timu zao. Nani ataibuka kidedea? Huku kuna Ali Kamwe, huku kuna Ahmed Ali. Sasa tutakuja kuona tarehe 1. Jamani, mambo ni moto kulikweli. Lipia mapema kisimbuzi chako cha 28,000 tafadhali sana, usipitwe. Yani gharama ni nafuu zaidi, uweze kushuhudia mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kupitia Azam. Tuendelee. Tunarudi. Mko tayari? Tuko tayari. Uko tayari shehe? Maana leo tuitani majina, huku ni shehe ustadhati. Hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Dunia itasimama tena kwa wingi ukimya, wote tutakusanyana, kuna kusema tena. Dunia itasimama tena kwa wingi ukimya, wote tutakusanyana, kuna kusema tena. Baba hamjui mwana, Mwana hamjui baba, namsizisha kunjamana kwa kusimama kiama. Baba hamjui mwana, Mwana hamjui baba, namsizisha kunjamana kwa kusimama kiama. hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Tufanye yalo mema ya kumpendeza Karima, tuacheni mabaya yasompendeza Karima. Tufanyeni yalo mema ya kumpendeza Karima, tuacheni mabaya yasompendeza Karima. Hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Hakuna tajiri wala masikini kiama kikifikia, hata uwe nani, hakuna udini, kwa Mola tutarejea. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.